Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni Israel kuyashinikiza mataifa ya Ulaya kutaka kulifanya jeshi la IRGC kuwa shirika la kigaidi katika Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Bwana Gideon Saar ametoa wito kwa maafisa wa Umoja wa Ulaya kushinikiza kuifanya IRGC kuwa shirika la kigaidi. Anasema leo walinzi wa mapinduzi wanaongoza ukandamizaji na mauaji ya raia wa Iran. Saar alisema akisisitiza jukumu la IRGC katika kuenea kwa ugaidi na ukosefu wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Gideon Saar alizungumza na maafisa wa Umoja wa Ulaya kujadili kuteuliwa kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuwa liwe ni shirika la kigaidi. Hayo aliyasema mnamo siku ya Ijumaa, huku kukiwa na kile kinachodaiwa ni ukandamizaji mkali wa serikali ya Iran dhidi ya maandamano ya kuipinga serikali. Katika taarifa iliyotolewa kwenye ukurasa wa X, Saar alitangaza kwamba alifanya mazungumzo na mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya wa mambo ya kigeni na sera za usalama Kaja Kallas na rais wa EU, waziri wa mambo ya nje wa Cyprus Konstantinos Kombos. Moja kati ya yale ambayo alizungumza nayo inatajwa ni kuhakikisha wanalifanya jeshi la IRGC, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuwa moja kati ya makundi ya kigaidi ulimwenguni. Leo walinzi wa mapinduzi wanaongoza ukandamizaji na mauaji ya raia Iran, Saar alisema, akisisitiza kwamba ipo haja ya wote kutambua IRGC ni jeshi la kigaidi. Saar alitaja jina hilo kama hatua muhimu ya kivitendo ambayo pia itatuma ujumbe wa maadili wa matumaini kwa watu wa Iran ili waaminishwe zaidi kwamba jeshi lao ni jeshi la kigaidi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wachambuzi wa mambo wanaeleza sasa, Israel katika wakati huu haikujiandaa vilivyo katika mapambano dhidi ya Iran, na ndio maana Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akizungumza sana na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba haipaswi kuendeleza vita hivyo, na huku akikumbuka juu ya vita vya siku 12 ambavyo kwa namna moja ama nyingine vilisababisha mauaji ya watu wengi, lakini pia madhara makubwa kwa pande zote mbili, kwa upande wa Israel pamoja na upande wa Iran. Hata hivyo, katika kipindi hiki inaonekana kwamba Iran imejiandaa vilivyo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Wachambuzi wa mambo wanaeleza wazi kusema kwamba lau vita hivi vingefanyika, Israel ingeshambuliwa vibaya, kwani mipango ya Iran ni kuhakikisha mashambulizi makubwa na mazito dhidi ya Israel ambayo ni mshirika wa karibu wa Marekani. Hata hivyo, jeshi la Israel lilitoa taarifa yake kwamba halitoshiriki katika vita hivyo, na ni katika kile ambacho wachambuzi wametaja kwamba ni mpango wake wa kutoshambuliwa na Iran, licha ya kwamba Iran ilisema itaishambulia tu Israel ikiwa Marekani itaanzisha operesheni ama mashambulizi ya aina yoyote ndani ya Teheran. Mnamo siku ya Jumatano, Gideon Saar, waziri wa mambo ya kigeni, alifanya wito kama huo na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot, ambapo aliomba msaada wa Ufaransa katika kushinikiza EU dhidi ya IRGC. Maagizo ya awali ya IRGC ni kwamba imepigwa marufuku na inatakiwa kutamkwa kama shirika la kigaidi katika nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Marekani, Saudi Arabia na Canada. Siku ya Jumatatu, waziri wa biashara wa Uingereza Peter Kale alitangaza kwamba Uingereza haitaiteua IRGC kama shirika la kigaidi. Kulingana na Kale, serikali ya Uingereza na mkaguzi huru walijadili kuzuiwa, lakini wakaona hatua hiyo haifai kwa shirika la serikali ya kigeni baada ya kutathmini sheria ya ugaidi ya Uingereza inavyotamkwa. Badala ya kuzuia IRGC, Uingereza ilichagua kuweka vikwazo ambavyo vilikuwepo tangu mwaka 2020. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.